Vita ya kuendelea kuwania pointi katika mechi za ligi kuu bara inatarajia kuendelea tena leo kwa Simba kuwakaribisha Namungo FC kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Azam FC ikiwafuata maafande wa JKT Tanzania kwenye uwanja wa Isamuhyo Dar es Salaam. Kuelekea mechi hiyo, kaimu kocha mkuu wa klabu ya Simba Selemani Matola amesema suala la kupoteza nafasi nyingi zinazopatikana tayari wamelifanyia kazi na kuwataka mashabiki watakaofika kuishangilia timu hiyo na wale watakaofuatilia kwenye television watashuhudia mabadiliko makubwa. Matola amesema katika michezo miwili iliyopita, mmoja wa ligi kuu ya mabingwa Afrika na ule wa ligi kuu dhidi ya Fountain Gate, kikosi chake kilitengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini wachezaji wake walishindwa kuzibadilisha kuwa magoli, kitu ambacho ndio amekifanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Tulitengeneza nafasi nyingi katika michezo yetu iliyopita ya kimataifa, hata ule wa Fountain Gate hatukuzitumia, lakini tulirudi kwenye uwanja wa mazoezi. Nadhani leo tunaweza kuanza kuona mabadiliko, nafasi nyingi tutazitumia na kufanya kushinda ushindi mnono, alisema Matola. Kocha huyo alisema mechi haitakuwa rahisi kutokana na timu wanayokwenda kucheza nayo huwa inawasumbua kila wanapokutana. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu siku zote Namungo huwa wanatupa mechi ngumu sana. Ina benchi zuri la ufundi kwetu sisi, tunachohitaji ni pointi 3 ili tuwe na pointi 6 kwenye msimamo wa ligi. Tutakwenda kwa tahadhari kubwa, tutawakosa Mohamed Bajaber na Abdrazak Hamza ambao bado wanaendelea na majeruhi. Alisema kocha huyo ambaye atasimama kwa mara ya kwanza kama kocha wa muda baada ya kuondoka kwa Fadlu Davis aliyejiunga na Raja Casablanca ya Morocco. Kocha mkuu wa Namungo Juma Mgunda amesema wanajua ugumu wa mechi ya leo, lakini wamejiandaa kukabiliana nao. Tunakwenda kucheza na timu nzuri na wenye wachezaji wazuri, lakini tumejiandaa vizuri na tuko tayari kucheza nao. Tunatarajiwa kuwapa Simba mechi ngumu. Suala la matokeo yatajulikana baada ya dakika 90, alisema Mgunda ambaye pia amewahi kuifundisha Simba kama kocha wa muda. Utakuwa ni mchezo wa pili wa Simba ambayo ilifunga Fountain Gate mabao 3-0 katika mchezo wa kwanza, huku ukiwa ni mchezo wa tatu kwa Namungo iliyotoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo wa kwanza nyumbani kabla ya kuifunga Prison bao 1-0. Wakati huo huo, baada ya kutinga raundi ya kwanza mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, Azam FC leo itakuwa ugenini kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuwavaa JKT Tanzania katika mchezo mwingine wa ligi kuu bara. Kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmed Ally amesema wanakwenda kucheza na timu yenye nguvu, hivyo hauwezi kuwa kama mchezo wao uliopita dhidi ya Coastal Union ambao walipata ushindi wa mabao 2-1. Tuko nyumbani, lakini hakuna urahisi kwa sababu Coastal Union wanavyocheza ni tofauti na Azam wanavyocheza. Tunakutana na timu bora yenye wachezaji wenye uwezo wa hali ya juu. Hatutawahofia ila tutawaheshimu. Tunapaswa tu kuwa bora wakati hatuna mpira na wakati tukiwa na mpira, na kama tukipata nafasi na tukazitumia basi tunaweza kushinda mechi, alisema Ahmad. Mchezaji mwandamizi wa Azam Faisal Salum Feitoto amesema wamejipanga vyema kukabiliana na JKT Tanzania na kuongeza, mara nyingi zinapokutana timu hizo mbili mchezo unakuwa mgumu. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri, tunafuata maelekezo ya mwalimu. Tunawajua JKT Tanzania wana timu nzuri sana, wana wachezaji wazuri waliowasajili msimu huu na watakuwa kwao, na mara nyingine tukikutana patachimbika hasa, alisema Feitoto. Katika michezo kati ya timu hizo mbili msimu uliopita zilitoka suluhu kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi kuu kabla ya Azam kupata ushindi wa mabao 2-0 katika mchezo wa raundi ya pili. Na hii ni Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapopost taarifa mpya kwenye channel yetu ya Naomi Sport. Subscribe, share, comment, like, kisha tumia ndugu jamaa na marafiki linki ili nao waweze kuenjoy taarifa zetu.
Niliyekuandalia taarifa hii na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady. Hadi wakati mwingine, bye bye, uwe na wakati mwema.